Morocco wamefanikiwa kwenda katika hatua ya robo fainali ya michuano hii ya AFCON kwa kumtoa Tanzania kwa ushindi wa goli 1-0. Bwana, mechi ya jana ilikuwa mzuri, ilikuwa mechi ya moto. Kuna sababu tatu tu Tanzania zilizopelekea mpaka kupoteza mchezo wa jana. Kwanza, nafasi aliyoipata Simon Msuva kwa kupewa na Suleiman Mwalimu. Bwana, mechi kama zile haitakiwi kabisa upata nafasi ukapoteza. Lakini nafasi ya pili aliyoipata na kwa ni sababu ya pili aliyoipata Faisal Feitoto, one of the clear chance ambayo ilikuwa ni mzuri sana ya kuweza kusababisha kupata timu yake ushindi. Lakini na tukio la tatu ni tukio ambalo limeongelewa sana, ni tukio la referee kwa nyima Taifa Stars penalty yao ambayo ilikuwa ya wazi kabisa dakika za mwishoni za nyongeza, ambayo alipaswa Tanzania kupata penalty ile. Na hisi kwa upande wangu ilikuwa ni sahihi kabisa penalty, lakini referee ameikataa na kuto kwenda kabisa katika VAR kuiangalia penalty. Kwa hiyo Tanzania ametoka katika hatua 16, lakini amejitahidi japo tunajua kwamba Tanzania ikutana na Morocco mechi yao inakuwa ngumu, lakini Tanzania kwa sasa mara nyingi anapokutana na Morocco basi huwa anapoteza mchezo. Lakini siku ya jana amecheza vizuri, congratulations kwa wachezaji wote wa Tanzania ambao walifanya vizuri kwa siku ya jana. Lakini mechi nyingine iliyoendelea siku ya jana ni mechi ya Cameroon na South Africa. Bwana, Cameroon naye amefanikiwa kutinga katika hatua ya robo finali kwa kumtoa South Africa kwa goli 2-1. Lakini leo pia AFCON ipo raundi ya 16. Leo ni Egypt na Benin, lakini pia kuna mechi nyingine ambayo itakuwa ni mzuri sana, hii ya Nigeria na Mozambique, mechi ambayo itachezwa siku ya leo pia katika michuano hii ya AFCON. Bwana, hii ni HSM Sport na mimi ni HSM.